رسول الله مفتاح جنتي يا محمد رسول الله مفتاح جنتي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. بعد kumhimidi Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia na amani Mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, naendelea na kukumbushana masala mbalimbali ya dini yetu, na tupo katika mlango wa swala. Tumefikia kwa taratibu yetu tuliyojiwekea, tupo katika babu salatul Jumaa. Babu salatul Jumaa. Swala hii tukasema ina khususia lihadhihi al-umma, imehusika sana katika umma huu, na atakayeitekeleza katika namna ilivyotakiwa na sheria ya Uislamu, basi huyu mtu yuko katika dhamana kubwa ya kuienzi imani ya dini yetu. Mtume sallallahu alaihi wasallam toka ilifaradishwa swala hili Ijumaa hakuiacha kuswali kwa nyudhuru zote tunazojua mpaka anaondoka ulimwenguni. Hata katika ile migongano ya kisheria kwamba kuna siku labda tunapata ofa ya kutokuswali Jumaa, basi Mtume sallallahu alaihi wasallam kama katika masala ya Jumaa na Idi, kipindi kile kulikuwa na ahlul awali, watu wanao mashambani, majangwani, aliwaruhusu kurudi kuswali Jumaa kwa sababu umeshakuja kwa mkusanyiko wa Idi. Basi Mtume alibakia na akaswali Jumaa. Ndio ulama wanachukulia hukumu ya kwamba atakapotokezea udhuru kama huo kupatikana, basi imamu anatakiwa abakie msikitini na waswalishe watu Jumaa, kwa sababu ni swala mustaqil. Swala Jumaa والمعتمد على مذهب الشافعي والقول الراجح أنها صلاة مستقلة وليست ظهرا مقصورا. Ni swala inajitegemea na sio kwamba dhuhuri kupunguzwa raka mbili. Walihadha, na kwa ufahamu huu ndio maana maulama wakasema kwamba salatu dhuhuri la dhuhuri maa imkani Jumaa haiwezi ikatosheleza kuwa ni itashika nafasi ya salatu na fadhila ya Jumaa idha lam yudhi alwaqt, maadamu wakati upo wa kuswaliwa, basi kuswali ya dhuhuri haitoshelezi. Ni katika ile kutoupatiliza. Wengine pia wako watu katika ulama tunaona anaweza akaenda sehemu Jumaa kwa sababu tunasema khutba ni juzu ya sala. Wengine kuta khutba si ya Kiarabu, huwa wanaswali ya dhuhuri. Kwa sababu ya nini? Ya kuondokana na hii haraj. Baadhi ya ulama walikuwa wameeleza. Kwa hiyo tunaona kwamba hii swala ya Jumaa ni swala muhimu sana. Afdalu salawati mafruḍa kwa tunaambiwa sheria, ndiyo swala iliyokuwa bora katika swala zile za fardhu. Swala yenyewe ndiyo bora katika swala za faradhi. Wa jamaatuha, na pia jamaa yake ya jamaa kama tulivyoeleza kuswali jamaa hapa salati
ya salatu Jumaa ni afdalu aljamaat, ni bora ya jamaa zote. Hiyo hususiyati hadhi al-umma, na kusika swala ya Jumaa na umma huu. Yani nyuma zilizopita huko zote hazikubahatika kupata swala kama hii ya Jumaa, na ule ukubwa wake na uzito wake logically unaona kwamba ndio maana inaswaliwa rakaa mbili, kwamba ikaweza kubeba uzito wote ambao ulikusudiwa katika swala nyinginezo. Mtume sallallahu alaihi wasallam katika riwaya ya Imam Muslim katika kitabu chake Sahih Muslim anatuambia as-salawatul khams, zile swala tano tunaziswali, wal jum'atu ila jum'a, na hii swala ya Jumaa mpaka Ijumaa nyingine ambayo tunaizungumzia swala ya Jumaa, Ramadhani ila Ramadhani, au mwezi wa Ramadhani mpaka Ramadhani nyingine, mukaffiratu lima bainahum, hizi zinafuta, mukaffirat ni zenye kufuta madhambi yaliyokuwa kati yao. Kwa mfano baina ya swala na swala kuna madhambi umeteleza mwanadamu, kwa swala subhi baada ya dhuhuri, swala ya dhuhuri tu ile madhambi yanafuta, lakini ukiswali, sio ukija kwenye swala, ukiswali kwa maana kwamba umeswali kwa arkani zake na shuruti zake, hapo ndio utakuwa umeswali. Basi swala kama hiyo inaondosha madhambi yale yaliyokuwa asubuhi mpaka jioni. Haya, mara nyingine umeteleza wiki mzima, Jumaa inafanya kazi hiyo, umenafuta zile dhambi zote ulizokuwa umefanya wiki mzima. Tuache na hapo, ikiwa umeteleza ndani ya mwaka, basi Ramadhani inafuta dhambi zote za mwaka mzima. Hii ni fursa ambayo wamehususiwa huu, lakini maasaf umma wenyewe, kwa sababu hautaki kujifungamanisha na mafunzo ya kitabu chao. Utaona wengi tunakuja kufanya hizi ibada zetu kama ni tunasema kama ni traditional culture, basi kama mila au nini, tumeshika desturi zile kwamba fulani ya kiswali mzee na mimi, hatutafuti kwamba hizi swala zetu ziwe ndio kama boost katika mambo yetu ya kiimani na maisha hapa duniani. So swala ukizungumzia kama swala hata haitoshelezi fadhila zake zilizokuja, ni kila kitu. Itakutosha kwa maana fupi sana kwamba ni tunatabia sila baina al-abdi wa rabbi, inakutosha sana maana hiyo. Swala ndio mafungamano, swala ndio mawasiliano ya mja na Mola wake. Unapokuwa umepewa kazi na kiongozi wako alafu hauna mawasiliano naye, kazi itaharibika. Lakini ukiwa na mawasiliano naye, anakuambia hapa nilikusudia kufanya hivi na hapo kufanya hivi. Sasa swala ndio sehemu sisi ya kuwasiliana na Mola wetu, ingawa kwa sifa alionayo anatusikiza kwa kila namna, lakini apenda mwenyewe Mwenyezi Mungu kwa mwongozo na mafunzo ya Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tumweleze majambo yetu ndani ya swala. Na hili ndio alikuwa akifanya mwenyewe Mtume sallallahu alaihi wasallam, ikanamba mushaikun baada ya swala, ukimpata chochote anakimbia kuswali. Kama sahaba walikuwa hivyo, akitatizika na lolote kabla hajasema hajafanya, akimbia kuswali. Sisi ndio tumewekewa istikhara kwamba jambo zetu, mambo yetu yote tumueleze Mwenyezi Mungu, tumtake ushauri. Basi ni machache wa practice suna kama hii. Wewe unafanyia kutokana na nini na maarifa yetu
zote, lakini itakiwa muumini kwa kuiga sifa ya bora wa bora, kwamba swala inapokuja tatizo linapomkuta basi ukimbilie swala. Ndio maana sasa wakuwa hilo inaweza kuwabuka sasa istikhara kwa yako kwa swala ni kake Mwenyezi Mungu ushauri. Na mara nyingi kwa umepata jambo, baada ya kufanya hivyo litakavyokuwa na hukumu wake na ubaya wake, basi ni kheri. Hilo ndio kheri kwa wewe, kwa sababu gani? Ulimtaka ushauri Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Katika riwaya sahihi kwamba ma khara man istakhara wa ma nadima man istashara. Hawezi kutoka patupu. Ma khara hakutoka patupu man istakhara, yule ambaye anataka kheri kwa Mwenyezi Mungu wake akataka ushauri. Wa ma nadima man istashara, na pia hajutii yule ambaye mwenye kushauri. Lakini na common mistake kwamba sehemu na ushauri ni wapi, ndio hapo anakosea. Lakini mtu hawezi akajuta, maana nini manistashara, hawezi kujuta yule mtu ambaye anapata ushauri. Kuna jambo ukasema jambo hili bwana, ushauri fulani ndio lake, basi ukaenda fulani ndio lake, ukaenda kumshauri, akili utakuwa wewe upate majibu, kwa sababu anachokushauri yule ni imani ilmi, ni ile ubezi wa ile elimu. Kwa hiyo atakupa mwongozo wa mzuri. Lakini sisi sasa haya yote yako ndani ya nini? Yako ndani ya swala. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba tujitahidi hii swala ya Ijumaa kuipa utukufu. Wazee wetu zamani hata shughuli za kawaida walizichachesha, walizipunguza kwa ajili ya kuswali swala ya Ijumaa. Hadithi maarufu, anayewahi msikitini siku ya Ijumaa anapata fadhila ya kuchinja mnyama, ngamia, ya kuchinja mnyama, ambaye ni mbuzi, ya kuchinja ndege, ambaye ni kuku, ya kutoa yai, mpaka mwisho hivyo. Lakini wengi tumesahau na swala hii ya Ijumaa. Imefaradhishwa swala hii Lailatul Isra wal Mi'raj, ukubwa ulivyo. Mtume sallallahu alaihi wasallam atamakana kuiswalia pale Maka kwa sababu ya majukumu ya kuondoa ushirikina, kwa sababu majukumu ya kujenga imani. Kwa kupata tamamu, ndio maana akawa ametambuliwa na baadhi ya sahaba zake. Ukisoma tarehe ya Uislamu kwamba awwal man salaha ni As'ad bin Surara, kwanza ya kusali, na aliwaambia ni mwenyewe Mtume sallallahu. Lakini yeye hakuweza kutamaka kwa jukumu ambalo lilikuwa pale na muhimu jiddan katika maeneo ya Maka. Waislamu nao walikuwa wanaficha na Ijumaa na Ramadhani lazima ionekane. Wanataka kuweka sheria sehemu kama inaonekana kwa swala ya Ijumaa, watu hapo wataka wote wauliwe. Lazima kwa swala ya Ijumaa sehemu watu wamekaa wasiopungua 12 katika eneo kama hilo, watu kwa swala ya Ijumaa wale hapo. Wakitofanya hivyo watakuwa walioadhibiwe, warudi waitekeleze swala ya Ijumaa. Sasa utaona yote ni kwa sababu ya umuhimu wake. Lakini swala ya Ijumaa haiswaliwi tu ovyo ovyo, ina masharti yake. Ndio darasa letu la leo ilikuwa hii, kama tunaangazia yale yaliyopita nyuma tuweze kujikumbusha. Tukiendelea na topiki yetu ya Ijumaa, kuna kitu kinaitwa shurutu wujub al-Jumaa. Nani anayepasa, nani inamlazikia atekeleze swala hii ya Ijumaa? Sababu kila kitu Mtume sallallahu alaihi wasallam kakiweka wazi. Kwa hiyo wanaopasa uswali swala ya Ijumaa ni watu sampuli
Ikipatikana sharti kama hizo, basi juma itakuwa imepatikana. Sharti ya kwanza kabisa al-Islam, kama tunajua maarufu fala tajibu as-sala al-kafir al-asli, ile kafir asli maana. Lakini kuna kafir murtad, huyo swala inampasa hata kama aliyoswali. Ama yule asli, kwanza tunamtaka awe Muislamu kisha aswali. The question is, mbona atakuja kuulizwa siku ya kiyama, ma salakakum fi saqar, nini kilichoingizeni ninyi katika moto wenye kudadafua, na moto wake unaitwa saqar kwa sababu kama unabadua kwa uchomaji wake unapiga unaondoa nyama. Na mtu akijishtikisha kashtuka mwingine nyama huko anasikia maumivu huko, nyama huko zinakasharudisha, almuradi inakuwa ni adhabu namna hiyo. Ma salakakum fi saqar, nini kilichokuingiza nyinyi katika moto wenye kudadavua hivi? Wasema naku al-musalli hakuwa sio kuswali. Sasa mbona huku duniani tunawaambia nao sio Waislamu wasiswali? La, kwa sababu asli sharia anatakiwa aswali. Akikataa kuswali kukataa imani. Ndio maana mjarrad akikubali imani, duty ya kwanza kabisa atabadili aswali. Akishatamka shahada, kama unajua zote za arkani Islam zilizopangwa na Mwenyezi Mungu sasa. Ukimaliza shahada mbili tu, iqamu sala, usimamisha swala. Kwa sababu hilo ndio jambo limnufaishiao nani? Mwanadamu akatunza imani yake kupitia swala. Lakini kama swala imani yake itakuwa inamsumbua mara hivi mara kadha wa kadha, ndio wale challenge nyingi kwa Waislamu kwa sababu ya kupuuzia swala. Kupuuzia physical kwa maana kwamba hawaji kuswali, au wale wanaokuja lakini hawaswali kwa mujibu wa taratibu ya sharia. Kwa hiyo maana challenge nyingi zinakuwa zipo katika jamii zetu. Kwa hiyo inapasa kwanza Muislamu fala tajibu as-sala al-kafir al-asli wa tajibu al-murtad, inakuwa ni wajibu kwa murtad. Na mtu akimtad na bila midhali kila siku anaandikiwa dhambi ya swala. Ile kafir anaandikiwa dhambi hajakuwa Muislamu. Kwa kuwa alikuwa Muislamu tunaona consequences zinaendelea. Na murtad, Mungu muhidi kwa mara nyingine amerejea, ataambiwa swali Juma, kwamba Juma zote zimepita uswali, ataswali dhuhuri kabla ya kuwa mtu mwingine yote atakapita, lakini ataswali dhuhuri kwa idadi ya zile Juma zote, kwa sababu nini? Amertad. Hiyo ndio sharti ya kwanza ya mtu kuwa atakuwa swali Jumaa. Mujarrad kuwa Muislamu ushapata tiketi ya swali Jumaa. Sharti ya pili al-bulugh, kubali kufikia umri wa taklif. Wanaume na wanawake tumewekewa alama ihtiram, kuota na kupata zile hali za kitu kizima. Kwa manii akaota mtoto umri wake akafikia mahala akaota kama manii, baadaye akasema mbele ala takhalu jins meli, yani kwamba kuvutiwa na ile jinsia tofauti, yani mtoto akakuwa anavutiwa sasa na jinsia ya pili, wa kike kwenda kwa kiume au kiume kwenda kwa kike, lakini wakasema yeye ni kipimo hapa na madariki yake yako chini, lakini hiyo na nguvu kwa pande zote mbili, kwamba mtoto wa kike ni kubale kwa kuja huko kutoka ni hedhi, na mtoto wa kiume kutimilia miaka 15. Hapa wanakuwa wameshapata taklifu. Sasa hiyo ndio inaitwa nini? Bulugh, maana ile balagha had
lakini chini hapo faili yake imefungwa. Chochote anachokifanya mtoto kabla hajabaga wanaambiwa wazazi wake kiwa cha kheri na kiwa cha shari kinalelewa pale. Hiyo ndio rahma ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hiyo mtoto wako kiwa kumwelekeza kheri na kujitahidi afanye, basi ujue ile inatamba kwa hiyo mwenyewe mzazi. Mpaka baada ya shabali tena faili yake inaanza kusoma. Kwa hiyo mtu akishabali tu fala tajibu as-sabib aiwajibiki swala ya jamaa kwa mtoto mdogo, watasihu minhu, lakini nasihi jamaa atasomwambia hata wewe swala ya dhuhuri kwa sababu jamaa hapa isija, watasihu minhu idha kana tamiza. Inasihi lakini hata haiwajibiki, lakini nasihi ya swali idha kana mumayyiza, akiwa mtu anatamiz. Nasihi tamiz kwa ulama wamezungumza kwamba kule wa mtoto, yani kauli ambayo ni nguvu kwa mtoto, anaweza akala yeye mwenyewe, akaenda msalani akatamba yeye mwenyewe na akavaa nguo yeye mwenyewe. Siku nyingine alama zitaja na shughuli, lakini kama ile takriri fahamu sio zinazotegemewa sana. Kawe mtu kubainisha baina ya kitu kenye kuumiza na kitu kama moto na asali na kadha vitu kama hivyo. Na wengine wanafikiria kwamba akifikia miaka 7 kwa vipimo vya elimu ijtimaia kwamba huyu mtoto ameshakuwa yuko sawasawa. Sasa ishara Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba huyu mumayyiz, ishara Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba asema wamru auladakum bis-salat li 7 au kama qala sallallahu alaihi wasallam, amsheni wenu kuswali watakufikia umri wa miaka 7. Wadribu, na pia wapigeni kwa hilo la kufundisha, sio la kukatili, watakufikia 10, watakufikia miaka 10. Hii yote ni nini? Mtoto ajengeke mbele tabia, kwa sababu tabia sio mtu anazaliwa nayo. Mtu akizaa kwa hana tabia yoyote, lakini mwenyewe sasa katika maisha yake anajengea tabia kidogo kidogo, atakayokali kwa pole, ana sana halali kabisa, anajengea tabia kama ajanya chai kulala, anajengea ili anakuja mpaka inamzoea. Kwa hiyo mtu sasa maana tuwajenge tabia ya kutaka swala, ndio utaona kwamba umuhimu wa swala. Kwa nini tuna focus toka ule sinu sigara, ule utoto wa mtu aanze kuwekewa tabia ya kutaka swala, kwa sababu ndio kitu kinachokufaisha huko mbele. Lakini masikitiko makubwa jamii yetu haziswali, na kama swali changamoto ziko nyingi, na mpaka kwa watu wanaita madhhabu Qur'ania kwamba hata swala yenyewe wamesita katika ile maombi tu kwamba akikaa muombe mtu ameswali bado, kwa sababu tunaambiwa Qur'an wal hadith huma asasu sharia al-islamia. Hiyo ndio msingi wa madara na ndio mzunguko wa sheria wote katika Qur'an na nini na hadithi. Hiyo sahihi kwamba hii bwana riwaya hizi sio sahihi, hazina ukweli, hiyo ni kitu kingine. Lakini sipo riwaya kuna ukweli kwa watu wamezuka na hii. Sio tunasomesha maskulini huko, tunakutana na watoto ni ideology kama hizo. Kwa hiyo swali kwake anaswali kwa namna nyingine, kutoka kwa anaswali au mimi kwa siku naswali raka 2 na kwa napata wepesi, kwa sababu wengine matendeo swala pale kwa sasa leo kwa hadi nataka yani akili yake iko inamwanza Mwenyezi Mungu ndio swali haonekana ni zaidi au kusema wiki au kusema nani temka nitakuja kwa siku ndio akili yako sawa kwa Mwenyezi Mungu, au tuchukulie kwa wiki ndio iko sawa kwa Mwenyezi Mungu, mwezi
Tunaona kwamba watu walikuwa na idea hiyo ni makosa. Kwa hiyo watoto wanapandikizwa tabia ya kuipenda swala. Kwa sababu bora kuingia nini tunafanya? Unaweza mtu Muislamu lakini aswali. Wapo watu wanapiga kampeni hiyo kwa sababu wameobserve, wamejua kitu kinachomsaidia na kuboost mtu kwenye maisha yake ya nidhamu ni swala. Na hiyo wachunguzi wa nidhamu ya swala wakoje kwenye maisha yake. Hata akiwa na hali ya uchache lakini unamkuta munadha anakuwa na hali ya kuheshimika na anakuwa na utaratibu kwenye maisha yake. Kwa sababu swala ndio kitu pekee kinachomtengeneza mwanadamu. Tusimame kwa sharti ya pili kwa wakati mzuri tutafikia inshallah. Tutaendelea kesho na shughuli za swala ya Ijumaa. Kwamba swala ya Ijumaa ni nani anapasa tupata watu wawili, kwanza wa Uislamu ili ubalele umefikia hadi taklif. Adili من قال يستمع قولا فيتبع احسنه. صلى الله عليه وسلم. الفاتحه. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف المرسلين. اللهم تقبل صلاتنا وصيامنا وصدقتنا واعمالنا كلها يومين. ربنا تقبل الصلاه والدعاء برحمتك يا ارحم الراحمين. اللهم انا نسالك هداك ونسالك عطاك ونسالك كل ما يفيدنا في حياتنا يا الله. اللهم الحق حقا وارزقنا اتباعه وارضاك باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم سهل لنا ما نريد ونجنا مما نخاف بفضلك يا لطيف. يا لطيف بنا فيما نزل انك لطيف لا تزل بنا مسلمين. آت نفوسنا تقواها وزكها وانت خير من زكاها وانت ربها مولاها برحمتك يا الله. اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من خزي